Ninakukaribisha katika jina la Yesu Kristo, msikilizaji mpendwa. Natumai ya kwamba umekuwa na siku njema, na pia naamini ya kwamba umeshinda vyema mahali umeshinda kwa neema yake Bwana. Nikiwa natumai pia kwamba unazidi kumwamini Mungu na kumtukuza, kwa maana ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo na ndiye mwenye mamlaka yote. Hajawahi kushindwa na hakuna siku ambayo atashindwa. Siku zote Mungu ni mshindi, nasi tukikaa pande yake atakuwa zaidi ya washindi. Kwa hivyo nakaribisha msikilizaji mpendo katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo ametupa kufika masaa haya na wakati huu. Kuna wengi ambao walitamani kufika masaa kama haya lakini hawakufika. Sisi kama tumefika, hata kama kuna changamoto za hapa na pale, lakini kama tumefika siku ya leo na masaa kama haya, ni vizuri kuwa na imani. Unakuwa na imani ya kwamba Mungu anaweza yale yote ambayo umekumbana nayo, unaweka kwa Mungu, na Mungu naye atakuachilia, atakusaidia na pia atakutetea, kwa maana ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo. Hajawahi kushindwa na hakuna siku ambayo Mungu atashindwa, na sisi tukimtumaini hatuwezi kushindwa. Maana nasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatingizika hata milele. Kwa hivyo weka matumaini kwa Bwana, muamini yeye, usikubali kuwa na mashaka. Maana nasema mshukuruni Bwana kwa kila jambo, mshukuru Bwana kwa kila jambo, ukijua kwamba mapenzi ya Mungu ni kukupea wewe mema, si mabaya. Kwa hiyo ni vizuri kumshukuru Mungu masaa haya, na pia tuendelee kujiweka mikononi mwake na kuweka mahitaji yetu mbele zake, kwa maana Maandiko yanasema kwamba tumtuke Bwana mzigo wetu na yeye atatutengeneza. Nasoma kitabu cha Zaburi 106, Zaburi 106 mstari wa 4 na wa 5, alafu tutakuwa tunaomba ndio tuweze kuingia katika neno la Bwana la siku ya leo. Zaburi 106 mstari wake ni wa 4 na mstari wa 5. Bwana, unikumbuke mimi kwa kibali ulicho nacho kwa watu wako, unijie kwa wokovu wako, ili niuone wema wa wateule wako, nipate kuifurahia furaha ya taifa lako na kujisifu pamoja na watu wako. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele, nasema ni asante kwa fadhili zako. Asante Bwana kwa upendo, ulinzi wako kuanzia asubuhi mpaka masaa. Jehova, tunakushukuru pia kwa sababu Bwana ya siku ya leo. Asante kwa masaa na wakati huu Bwana. Asante kulinda studio hizi, asante kulinda wasikilizaji Jehova. Kwa yote tunasema wewe ni Mungu na unabaki kwa Mungu Jehova, na tunakiri ya kwamba mawazo unatuwazia ni mema, na mipango ulio nayo meshetu Baba ni mipango mema. Sifa na utukufu zikurudie, heshima, mamlaka na nguvu ni zako Bwana. Umeinuliwa kuliko vionekanavyo na visivyoonekana Jehova. Asante kwa jioni ya leo, na asante Bwana kwa kipindi hiki ambacho Bwana umetupa nafasi ya kutana tena mahali hapa Jehova. Sifa hizi zote ni zako El Shaddai, unastahili na watosha na unaweza Bwana. Tunashuka tukiri ya kwamba wewe ndiye Mungu na hatuna Mungu mwingine. Bwana Yesu, tunakuweka mbele yetu Bwana, usituache. Uendelee kutuongoza, uendelee kututetea na kutupigania Bwana. Usiku ambao tunauingia Baba, kwa usiku wa baraka, usiku wa amani, usiku wa ushindi Baba, ukigeuza mabaya kuwa mema, kwa maana mamlaka ni yako Jehova. Lile lilokusudiwa kuwa baya Baba, ugeuze kuwa vizuri by Father, kwa maana unaweza Jehova. Nikikuinulia wasikilizaji wote Bwana, wakumbuke, waonekanie, watetee. Wengine wagonjwa Bwana Yesu, magonjwa mengine ni hali anga Bwana Yesu, wewe ni mwenye nguvu, ukaachilia uponyaji. Mengine ni magonjwa ya kiuchawi, ukarejeshe mwenyewe Bwana, kwa maana mamlaka ni yako Jehova. Umesema panda usilopanda utaling'oa. Yeyote anayesikiza Bwana, ukachunguze maisha yake, kila ambacho Baba hujakusudia kutoka mbinguni, tunaomba Bwana ukaking'oe na kukiondoa katika jina la Yesu Kristo. Ukalinde watu wako na kuwatetea na kuwabariki, maana mamlaka ni yako Jehova. Yesu, tukiomba tu msamaha dhambi katikati ya siku, tuna mengi tumefanya, mengine hayafai mbele zako Jehova. Tusamee, tutakase, tusafishe Bwana, tupate kimbali machoni pako Jehova. Wapo unapozuru wengine, usituache Bwana, kwa maana wewe ndiye Mungu wetu na hatuna mwingine Jehova. Onekana, jidhihirishe na ukajitukuze, kwa maana mamlaka ni yako Jehova. Yesu Kristo, unapoenda kunena neno lako na watu wako, ninaomba Bwana ukanipe ujasiri na ufasaha wa kunena maneno yanayofaa na yanayopasa Jehova. Ukinitumia kama chombo chako kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Jehova. Baba, ukinguza wasikilizaji, neno lako likawabadilishe, neno lako Baba likawaguse, likawaongeleshe, likawatie nguvu na kuwaongoza na kuonyesha njia inayopaswa Jehova. Kwa hili neno Baba, ukaachilie ushindi, baraka, amani na hata uzima Jehova, na sifa na utukufu zitakurudia. Tumefunga mianya ya kishetani, mamlaka ya kuzimu, maroho ya kutumwa na kujituma, tunakemea yakapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo.
Bwana Yesu, simama mwenyewe, jitukuze na ukatawale na ukatende mema, maana nguvu ni zako, mamlaka ni yako Jehova. Umeinuliwa na umetukuzwa, umeabudiwa na umeheshimiwa. Wewe ndiye Mungu na hakuna mwingine Bwana. Asante kwa maana umetenda Jehova, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Mungu akubariki sana msikilizaji mpendwa ambaye umehusika katika maombezi hayo. Mungu akutendee mema, akujalie kibali na neema ya kuona ushindi. Na maandiko yanasema God can do exceedingly abundantly beyond what we pray or ask for. Anaweza kufanya zaidi ya sisi tuombavyo na zaidi ya ambayo tunataka. Kwa hivyo muamini Mungu, amesikia, atakusaidia na atakutendea mema. Maandiko yanasema pia tunapoomba tunaamini ya kwamba tumeomba ni yetu, na bila shaka Mungu atatukirimia na yatakuwa yetu. Majina yangu ni Pastor Isaac wa Holy Way Ministries, tukao mkuru kwa Ruben. Yesu anazidi kutulinda na anazidi kutawala, anazidi kutenda mema na anazidi kutupa kimbali cha kuendelea kuleta neno lake mahali hapa. Natumai kwamba msikilizaji wa Ruben FM unasaidika. Mimi hapa nimekuletea mafundisho ya Biblia, ni kukuongoza katika njia ya haki kulingana na neno lake Bwana. Kwa hivyo natumai kwamba unazidi kusaidika. Naomba pia leo nipe muda wako uweze kusikiliza kwa makini, na itakuwa ni baraka sana. Utangulizi ni kwamba Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Kama unasikiliza na wewe bado hujaokoka, uko upande mbaya sana, kwa sababu maisha bila Yesu ni bure. Maisha bila Yesu ni kama tawi bila mti. Tawi likosa mti, hata kama linaweza kuwa lina afya, si muda mrefu litanyauka na litakauka na litachomwa na moto. Kwa hiyo ukimkataa Yesu, ujua kwamba mambo yako hayatakuwa mazuri sana. Mbele hautaona ushindi. Kwa maana Mungu anasema Baba alimpenda mwana, akampea mwana vitu vyote. Amwaminie mwana ana uzima wa milele, na yule asiyemwamini mwana ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa hivyo kama unasikiza na wewe bado hujamkiri Yesu kwa Bwana mwokozi wako, na kusi kwa huruma za Kristo, mpe Yesu nafasi. Mpokee Bwana Yesu. Una ushindi ambao unautamani wewe na unautafuta wewe. Hauwezi kupata nje ya Kristo. Hauwezi kupata nje ya Kristo. Hata Yesu mwenyewe amesema Mathayo 28:12. Mathayo 28 mstari wake ni wa 10. Yesu mwenyewe ametangaza waziwazi, akasema kwamba mamlaka yote amepewa yeye. Matthew 11. Katika utangulizi tu, Mathayo ndio kama hujaokoka mpendo, uokoke. Umpe Yesu nafasi. Mpokee Yesu. Si pesa unalipa. Unasikia vile naongea tu hivi maneno ya Mungu, na unaamini na unakubali kukiri, na hapo unapata msaada. Katika Mathayo 11 mstari wake wa 27, Yesu akasema nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anasema amekabidhiwa vyote. Amekabidhiwa vyote. Na anasema ya kwamba tukienda kwake tukiwa tumelemewa na mizigo na tunasumbuka, atatupumzisha. Kwa hiyo wewe ambao hujampokea Yesu, mzigo wako utautua wapi? Na Kristo amekabidhiwa vyote. Usikubali kuishi nje ya Kristo. Mpe Yesu Kristo nafasi awe Bwana na Mwokozi wako. Mpokee, muamini, mkiri kwa kinywa chako awe Bwana na Mwokozi wako. Utakuwa umefika ama umesimama katika njia ya utukufu na hata uzima wa milele. Lakini ukimkataa Yesu, ujue unaweza kuwa na masomo, unaweza kuwa na taaluma zako, hekima yako, ujuzi wako, lakini yoyote bila Yesu, mtu wa Mungu, hauwezi kuona ushindi hata kidogo. Hauwezi kuona ushindi. Mpe Yesu nafasi awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ndio nasema test and see that the Lord is good. Onja uone vile Bwana ni mwema. Mpe Yesu nafasi. Unayenisikiliza, uokoke, umkiri awe Bwana Mwokozi wako, na utaona ushindi, utaona baraka, utaona amani, na mwisho wake utapata uzima wa milele. Na kama umeokoka unanisikiliza, nikupe shauri ya kwamba angalia sana wokovu wako usiwe tu ni maneno, lakini wokovu wako uonekane katika matendo unayotenda. Kwa maana wokovu bila matendo yanayopaswa wokovu, basi wokovu huo hauwezi kuwa na utukufu hata kidogo. Watu wengi ambao wameokoka wanakosa utukufu kwa sababu ya kwamba wameokoka ndio, lakini matendo yao hayaambatani na wokovu. Ndio maana unakuta kwamba wengi waliokoka wanateseka.
Kwa hivyo kama umeokoka mtu wa Mungu, ng'ang'ana sana. Hiyo ni maneno ya Kristo katika Luka 6:46, anasema kwa nini mnaniita Bwana Bwana na amtendi nisemayo? Yesu anauliza, kwa nini mnaniita Bwana Bwana na amtendi nisemayo? Kwa hivyo sisi ambao tumeokoka tuangalie kutenda yale Kristo aliyosema. Na hapo ndipo tutakuwa ule upande mwema, tutaona ushindi na tutaona baraka na tutaona pia amani yake Bwana. Na kila mtu ambaye anasikiza uelewa kwamba duniani sisi ni wasafiri wapitaji, kuna siku inakuja, siku ya hukumu, na mambo yako yote yatawekwa wazi. Kwa hivyo kila ufanyalo fanya ukimtazama sana Mungu aliyekupa nafasi ya kuishi. Lile unajua alimpendezi Mungu, tafadhali usilifanye. Liache, shikamana na lile ambalo lilo jema, na hapo ndipo utaona ukuu wa Mungu duniani, na siku ile hukumu hautakuwa miongoni mwa wale wataingia katika mateso ya milele. Kwa maana kuna watu ambao wataingia katika mateso ya milele, lakini kuna watu ambao wataingia katika furaha ya milele. Watu ambao wanasimama katika mapenzi ya Bwana, wanamcha Bwana kwa kila wafanyalo, hawa ndio watu ambao wataingia katika furaha ya milele. Lakini watu ambao wanakosa kumcha Bwana, wanaishi nje ya mapenzi ya Mungu, wanaishi nje ya amri za Bwana, hawa ni watu ambao wataingia katika mateso ya milele. Kwa hivyo mtu wa Mungu, angalia sana kumcha Bwana kwa kila ambalo unalifanya. Fear the Lord in whatever you do. Ukijua hili alifai mbele za Mungu, usiwaangalia wanadamu, angalia Mungu aliyekuumba. Kila ambacho hakifai mbele zake achana nacho. Simama katika mapenzi ya Bwana, na bila shaka Mungu hata kuachilia, atakusimamia na atakutetea, na pia atakubariki, na mwisho utapata uzima wa milele. Namba yangu ya simu tunapoendelea, kwa wale wangependa kumpokea Yesu au kwa sababu ya mawasiliano baada ya kipindi, unaweza kunipigia kwa 01 17 12 64 84, 01 17 12 64 84. Unaweza kunitumia ujumbe mfupi au ukanipigia baada ya kipindi kwa ajili ya mawasiliano zaidi, na itakuwa ni baraka sana. Somo ambalo naleta pia siku ya leo ni bado nile somo ambalo tulikuwa nalo juma lililopita, ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa nzuri machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Ndio somo ambalo nimeleta bado siku ya leo, ili ya kwamba madhumuni makubwa ya somo hili ni kwamba ujichunguze na uchunguze sana njia yako, na uangalia sana unafanya nini, unashirikiana kina nani, unachukua hatua gani. Uwe mwangalifu sana, kwa sababu hiyo ni Methali 14 mstari wake wa 12. Methali 14:12 nasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Iko njia ionekanayo kuwa nzuri sana machoni pa mwanadamu, lakini maandiko yanasema mwisho wake ni njia za mauti. Ndio maana mtu wa Mungu, ni vizuri kuchunguza sana unafanya nini. Ni vizuri kuwa mwangalifu. Kuna vitu vile nikwambia, ukitaka kuepukana na njia ambayo inaonekana nzuri lakini ni mbaya, unastahili kuwa mtu mwangalifu sana, na mtu ambaye ni muombezi. Mtu mwangalifu na mtu muombezi. Mtu ambaye afanyi tu mambo kwa sababu watu wanafanya. Afanye tu mambo kwa sababu kuna ahadi fulani imewekelewa kwa kile kitu anataka kufanya. Afanye kitu kwa sababu ya kwamba watu wengine walisema kina faida, lakini anafanya kitu kwa sababu ana ushuhuda wa hicho kitu kwamba kinafaa. Na pia mtu ambaye anafanya kitu kwa sababu ya kwamba amemwomba Mungu, amemtanguliza Mungu, ameutaka ushauri wa Bwana. Mtu mwangalifu, akiwa mwangalifu na akose kujielewa kwa lolote, atakuwa muombezi. Na wakati mtu ni mwangalifu na muombezi, hawezi kupotea, ataongozwa katika ile njia inafaa. Na hapo ndipo mwisho wa mtu huyu hautakuwa mwisho wa fedhea, mwisho wa aibu, hautakuwa mwisho wa mateso na vilio. Watu wengi tunatembea tukielekea mateso kwa sababu ya kwamba tunakosa uangalifu. Tunatembea bila kujali, tunaenenda bila kujali. Hatufikirii habari ya kule tunaenda kutakuwaje, au matokeo ya kile ninafanya itakuwa ni nini. Kwa mfano, mtu anaweza kukosea na ukakasirika, ukaanza kupigana, lakini kabla ya kuanza kupigana haujiulizi matokeo itakuwa nini. Baada ya kupigana huku kutaendaje? Watu wengi hawana ile second thought. Watu wengi ni sisi, we are simple people ambao we are moved by any situation, anything around us, it moves us to do whatever we want to do, to the point ya kwamba tunakosa the fear of God. Katika yale matendo tunayotenda tunakosa ile hofu ya Bwana. Unakuta kwamba wewe hata Mungu umfikirii.
haufikiri ya kwamba yale ninafanya yanapendeza mbele za Mungu ama hayapendezi. Wewe unakuta ya kwamba whatever you find yourself doing unaamua kufanya, na hapo ndio unakuta ya kwamba tunakosa kuona mema, tunakosa kuona ushindi, tunakosa kuona baraka, na tunaingia njia ambayo inaitwa njia ya regret. Vitu mahali ambapo ulikuwa unafikiria uko sawa, lakini unakuta kwamba sasa unateseka. Ndio unakuta mtu anasema, hey, mhubiri, unikumbuke sana, mume wangu hakuwa mbaya, mke wangu hakuwa mbaya, sijui kuliendaje ukabadilika. Hiyo ni kwa sababu ya watu, na amekosa maombezi. Ndio mtu ambaye atajikuta mahali ambapo hapastahili, atajikuta katika njia ambayo haifai, atajikuta akiwa analia, wakati Mungu ametuambia kwamba mawazo yake ni mema na mipango yake ni mema. Lakini wewe ukikosa kuwa mwangalifu na ukose kuwa mtu ambaye anaomba Mungu, basi kuna mahali ambapo utafikiria uko sawa, lakini itakuwa ni mahali babaya sana. Last week tulimalizia kitabu kile cha Mambo ya Nyakati, tukaona vile ambavyo wakati mwingine marafiki wanaweza kutupoteza. Watu wanaweza kutufanyia mambo ambayo kumbe wao wanajua lengo lao, na kwa sababu ya sisi kosa uangalifu na kukosa kuwa watu waombezi, wakuta kwamba tumeingia katika njia ambayo italeta majuto. Na tukaona Yehoshafati karibu ajikute mahali mabaya, lakini Yehoshafati kuna kitu alisema. Alikuwa na rafiki ambaye anaitwa Ahabu. Na wewe mtu wa Mungu, angalia sana wale wamekukaribia, kwa maana kuna njia inaonekana kuwa ni nzuri, lakini mwisho wa hiyo njia, mpendwa, ni njia ya mauti. Ni vizuri kuwa mwangalifu sana na wale wamekukaribia, na unaangalia sana mwenendo wao, unaangalia sana tabia zao, unasikiliza hata maneno yao. Kuna maneno mengine watu wa Mungu, don't take them for granted. Kuna wakati mtu uropoka akaongea kitu na ukakuta wewe umesikia, lakini unachukua ni mzaha tu, unachukua tu ni kama ni kitu cha kawaida. Unakosa kutafakari, unakosa hata kwenda kuomba Mungu ili akujalie kujua kama kuna shida ama hakuna shida. Unaona tu ni vile tu alisahau, ni vile alipitiliza. Lakini kuna wakati watu wanaongea vitu, lakini kuna maana wanamaanisha. Na kwa sababu ya sisi tumekuwa simple, wala hatujali mwisho wetu utakuwaje. Sisi watu wengi tunakuanga tumepambazika na siku ya leo na uzuri wa leo na mema ya leo, tunakuanga tumeshapambazika. Ndio nakuta kwamba hata wakati mwingine adui anatutembelea na anajivalisha nguo ya malaika, na sisi tunamfuata shetani bila kujua. Mwisho ndio tunajua kumbe mtu huyu alikuwa mbaya, kumbe inji haikuwa nzuri. Mtu wa Mungu, usikubali mwaka huu uendelee kuishi maisha ya regret, maisha ya kusema ningalijua, maisha ya kusema haki, ni kwa nini nilipitia njia hii. Ni vizuri mpendwa uelewa kuna njia inaonekananga, macho yako yanakuonyesha ni nzuri kabisa, lakini hiyo njia ni mwisho wake ni njia za mauti. Ni vizuri wakati mwingine kujiuliza mwisho kutakuwaje. Kabla ya kufanya uamuzi unauliza what is the end of my decision. Kabla ya kuunganika na mtu unauliza na mwisho kutakuwaje. Kabla ya kushikamana na wanadamu ni vizuri kufikiria what will be the end, mwisho wake kutakuwaje. Nitajikuta mahali panafaa kweli, na ama nitakuwa miongoni mwa wale watakuwa wanajuta wakisema ningalijua. Watu wengi wanaishi leo maisha ya aibu, maisha ya majuto, maisha ya vilio, maisha ya mateso. Hata wengine wanajificha, wameaibika, wamefedheheka. Ni kwa sababu kuna wakati ambapo walifanya mambo bila kujali, hawakujali wala hawakuomba. Yehoshafati alikuwa na rafiki yake ambaye ni Ahabu, na tukaona hiyo ni kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 18. Tukaona wakati Yehoshafati alifanikiwa. Mtu wa Mungu, ukifanikiwa angalia sana ni akina nani wanakukaribia. Wakati umepata tu pesa, wakati umepata kuna mambo mazuri yanafanyika kwako, angalia sana ni nani anakaribia. Yehoshafati alipofanikiwa, Ahabu alimkaribia, na Ahabu alikuja kama mtu mzuri sana. Maandiko yanasema akamchinjia, akamfanyia sherehe Yehoshafati. Lakini tunaambiwa hiyo sherehe haikuwa ni sherehe, ilikuwa ni maneno, ni ujanja wa Ahabu. Alikuwa anamshawishi Yehoshafati ndio sasa aende akampeleke mahali mabaya. Sijui ni wewe unayenisikiliza, inawezekana una rafiki kama huyo, ama pia wewe unawezekana wewe ni huyo Ahabu ambaye unajifanya uko karibu na mtu na unajifanya kabisa uko sawa, lakini kumbe ndani yako kuna agenda unaendeleza, kuna mambo unaendeleza. Usisahau ya kwamba Ahabu alikuwa anapanga kuua Yehoshafati, lakini kwa sababu Yehoshafati alikuwa anapenda Mungu, kifo kile Ahabu alikuwa amepanga kilimpata yeye mwenyewe.
Na maandiko anasema Yehoshafati, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 18 mstari wa 4, Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, lakini kwanza umuulize Bwana ushauri. Kwanza umuulize Bwana ushauri. Watu wengi tunateseka. Hata Isaya alitumwa na Mungu kwa wana wa Israeli. Katika Isaya 30, Mungu akasema ole wao wana waasi, watoto watakao ushauri lakini hawataki kwangu, wajifunikao kifuniko lakini si cha roho yangu. Akasema ole wao. Ndio maana Yehoshafati hata kama amekuta rafiki, watu wa Mungu, wakati mwingine tunadanganywa na vyakula na msaada wa hapa na pale, na kumbe tunaingizwa mahali pa mateso, mahali pa vilio. Ni kwa sababu sisi wenyewe hatuna uangalifu na tumeingiwa tamaa ya vinavyoonekana, kama vile tulisoma kitabu cha Mwanzo 3. Mwanamke akaona ya kwamba ule mtu unavaa, akaingiwa na tamaa ya macho, alipotazama akaona. Na sisi pia unakuta kwamba tamaa ya macho inatutawala. Ndio unakuta kwamba adui shetani anatudanganya, anatuweka mahali pa vilio, na sisi tunaingia bila kujua. Lakini Yehoshafati hata kama alichinjiwa, Yehoshafati alikuwa mtu ambaye anajua Mungu ndiye kila kitu, na akasema kwanza tuulize Mungu, let us ask God first. Na wakati alisema hivyo, bado Ahabu alikuwa muongo mkono kivyake. Akaleta manabii wale wanampenda, wakatabiri, wakasema ni kuzuri. Lakini Yehoshafati, when you love God, Mungu atakusaidia sana kusikia ndani yako. Hata mtu akikudanganya, ukimkaribia Mungu ndani yako, Mungu atakupea hisia za kuona hapana, hapa kuna shida. Yehoshafati akasikia ndani yake hapana. Na walikuwa manabii wengi sana walitabiri siku hiyo, wakisema hiyo vita mtashinda. Lakini Yehoshafati akasikia hapana. Akauliza, je, kuna nabii mwingine? Mstari wa 6, maana anasema, mstari wa 5 anasema, ndipo mfalme wa Israeli, hiyo kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, 2 Chronicles 18 verse number 5. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya manabii watu 400, akawaambia, je, twende Ramoth Gileadi vitani au niache? Wakasema, kwea, kwa kuwa Mungu atautia mkononi mwa mfalme. Watu wa Mungu, ukisikia mtu akitaja Mungu, usiheshimu sana kila alichosema kwa sababu ametaja Mungu. Maana kuna wakati ambapo adui hutumia jina hilo. Hata Yesu mwenyewe alisema katika Matthew 24, akasema they will come in my name. Usidanganyike kwa sababu mtu alitaja Mungu. Unaona manabii walidanganya na wakadanganya jina la Mungu. Wakamwambia Yosha, wakaambia Ahabu, mkienda vitani mtashinda. Mtashinda. Maana Mungu ameweka wale watu mikononi mwenu. Atatia mikononi mwenu mfalme ule. Mstari wa 6, lakini Yehoshafati akasema, je, hayuko hapa nabii mwingine wa Bwana ili tumuulize yeye? Yehoshafati akasikia hapana. Hata kama watu 400, mtu wa Mungu, don't follow a multitude. Ni maneno ambayo Musa aliambia wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka. Maneno ambayo Musa aliambia wana wa Israeli, akasema ya kwamba tusifuate umati wa watu. Wakati mwingine tunakosa mema kwa sababu tunafuata watu, kwa sababu watu wengi wamekubali, na wewe pia unakubali. Ndio unakuta umepitia njia ambayo inakaa nzuri, lakini kesho unaanza kuteseka, kesho unaanza kulia. Na wale watu walikushauri, unakuta kwamba hawawezi kukusaidia hata kidogo, hawawezi. Kitabu cha Kutoka 23 mstari wake ni wa 2, anasema, usiwafuate walio wengi kutenda uovu, wala usitie ushahidi wako katika neno lolote kwa kungeukia kando na kuandamana na mkutano ili kupotosha hukumu. Usifuate watu wengi. Usifanye kitu kwa sababu watu ni wengi. Usifanye kitu kwa sababu watu wengi walikubali. Usikubali mpendo, hata kama Mungu atatajwa. Ni vizuri tuwe waangalifu sana. Iko njia ionekana ya kuwa nzuri machoni wa watu, lakini mwisho, mtu wa Mungu, ni vizuri sana kila wakati fikiria. Maandiko yanasema test everything. Hata kama ni nabii anakuambia, kuna watu waliambiwa ati huyo mke si wako, leo wanaomboleza hawana ndoa. Ule mume si wako, leo wanaomboleza hawana ndoa, kwa sababu tu jina la Mungu litumika. Ni vizuri kuwa na mawazo ya kivyako, kufikiria na pia kuwa muombezi kivyako. Asa hizi siku za mwisho, usifuate kitu kwa sababu pastor ndiye amesema.
Ni vizuri kuomba Mungu, kwa sababu tunakaa siku za hatari kabisa. Najua maneno haya nikianena hivi watu wengi wanakosa kunielewa, lakini mpendwa, tuko siku za hatari kabisa. Angalia watu 400, manabii 400 wa Ahabu, wote walisema endeni vitani, lakini lengo la Ahabu ilikuwa ni kumuua Yehoshafati. Lakini Yehoshafati hakuwa easily persuaded by multitude. Hata kama aliona watu ni 400, bado ndani yake sijui mpendwa ni nini wewe unafanya tu na unasikia ndani yako kuna mashaka. Ni nani mnashikamana na yeye lakini ndani yako unasikia hakuna amani, hakuna breakthrough, na wewe unaendelea tu. Unasikia ndani yako kuna kahukumu kana kutembea. Kuna vile ndani hauna amani na kile unafanya, na wewe unaendelea tu. Mtu wa Mungu, kwa nini upitie njia ambayo kesho yako utateseka? Utaanza kuomboleza. Ni hasara sana wakati ambapo Mungu mwenyewe amekuwekea ndani yako hukumu. Unasikia unahukumika. Unasikia una amani na kile unataka kufanya. Unasikia una amani na ule mtu mmeshikamana naye, na bado unakuta tu una assume. Ndio unakutanga mtu anasema kuna kitu kiliniambia tu. Kuna kitu kilikuwa kinaniambia tu. Hawa ni watu ambao walikosa uangalifu na walikosa kuwa waombezi, na wanaitwa ignorant people. Ndio wanajikutanga mahali ambapo wanateseka matesa ambayo wao wenyewe walichangia, kwa sababu walikuwa na nafasi. Yehoshafati akasikia hapana, ndio maana alisema lakini hayuko mwanabii mwingine tukamuulize. Watu wa Mungu, iko njia ionekanayo kuwa nzuri machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Mwisho wake ni njia ya mauti. Fikiria maisha yako masaa haya unaponisikiza. Mwezi ni wa 3 unaisha. Mwaka wako usio mwaka wa mateso na video, na ikawa ni wewe ulichangia. Kuna njia mtu anaweza kuambia twende. Umepoteza pesa, twende nikupeleke kwa mganga, atatuonea mwenye amechukua. Lakini nataka nikuambie, kila mtu anaenda kwa mganga, kabla mganga akuhudumie amekamata wewe mateka. Ukiingia kwa nyumba ya mganga, you are a slave to that witch. You are a slave to the devil. Kwanza kabla ya kuhudumia wewe, anakushika mateka wewe. He robs you spiritually. Unabaki empty kabisa. Watu wa Mungu, kuna njia inaonekana kuwa nzuri machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Angalia maisha yako, mtu wa Mungu. Unataka kufanya nini? Ni uamuzi gani unachukua wewe? Je, umeomba? Umekaa chini ukafikiria, ukatafakari, ukafikiria mwisho? Hata Yesu mwenyewe alisema mtu akitaka kujenga nyumba, kwanza anakaa chini, anaanza kuangalia ile nyumba, anafikiria habari za nini kinahitajika, asija akaanza nyumba akafika katikati akakwama. Na sisi tumekuwa watu ambao Paulo anasema alipokuwa akiongea nafikiri ni watu wa Galatia, akasema tusiwe watu ambao they are easily tossed here and there by any wind of gospel. Na nikitumia maneno ya kivyangu katika masomo haya ni kwamba sisi tunakuanga watu ambao tunabebwa haraka sana na wevu yote. Tunabebwa haraka sana, na tunakuwa watu ambao tunakuwa easy to take actions. Watu wa rahisi sana kuchukua hatua bila kufikiria madhara, bila kufikiria kutatokea nini. Na ndio maana mateso mengi tunateseka, 1% kubwa sisi wenyewe tumechangia. Waangalie watu wanaoteseka saa hii, utamsikia akisema kuna kitu kiliniambia, na kuna vile nilikuwa nasikia nisiende. Utasikia akikwambia, kumaanisha yeye mwenyewe alidanganyika. Na nini kilifanya danganyike? Kwa sababu alikosa kitu kile uangalifu, carefulness. Alikosa kuwa careful and prayerful. When you lack those two attitude, characters, nataka nikwambie utateseka sana, na utakuwa wewe ndio mlango wa shida zako. Ni vizuri kuwa mwangalifu, mtu wa Mungu. Usikubali kudanganyika na kauzuri na kaona. Kauzuri na kaona. Unaweza kuwa uko na mke mnasumbuana saa hii, na uko nje kuna msichana umemkuta, anaonekana anakupenda sana, anaonekana anatii sana, anaonekana yani ni mzuri sana kuliko ule ako ndani anakusumbua. Nataka nikwambie, kabla mfukuze mke wako ukamchukua wa nje, hata huyo anayekusumbua ujue kabla umlete alikuwa anakaa vizuri sana.
alikuwa ako kama huyo unataka kuchukua sahi. The same applies kwa mwanamke. Unaweza kuwa unakaa na mume mnasumbuana hapa na pale, na mara mingi ni kwa sababu ni watu hawajaelewa kwamba marriage is a battle. The devil is always against marriage. Alikuta Adamu na Hawa wameishikanishwa, alitafuta vile atawatenganisha, na hiyo vita inaendelea mpaka leo. Na kwa sababu watu hawaelewi, ndio unakuta mkisumbuana na mke wako na mume wako uko nje, unamkuta mwingine anaonekana anakupa hela, anakupenda, na ujiulizi mwisho kutaendaje. Unapanga vile utawacha ndoa yako, hata unamnena mume wako vibaya, unamtukana na unaenda, na unasahau ya kwamba ule anakupa pesa. Hivyo hivyo tu ndio huyu unasema anakusumbua, alikuwa anakupa pesa kabla mkaoana. Iko njia ionekanayo kuwa nzuri machoni kwa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Bwana Yesu akusaidie sana, msikilizaji mpendwa. Usipumbazike na usifungwe macho na wanadamu na vinavyoonekana na uzuri wowote unauona. Usikubali kupumbazika, wala pia moyo wako usikudanganye. Maana pia tuliona Kaini, moyo wake ulimdanganya, akaona kama nikiua Abili basi mimi nitakuwa na baraka mingi sana, akadanganyika. Lakini angalia mwisho wake vile alilaaniwa. Mtu wa Mungu, masaa tunapozungumza, ni nini wewe unataka kufanya na unasikia ndani yako hapana? Unasikia kuna vile moyo wako na roho yako zinavutana. Nini nicho unataka kufanya? Maana wakati mwingi sana Mungu anatembeanga mpaka ndani ya roho ya mtu. Mtu anasikia ndani yake anashawishika, anasikia kuna mashaka na kile ambacho anataka kufanya, lakini unakuta kwamba mwanadamu yeye anaendelea tu kuyafanya yale ambayo hayapendezi, hayavai, na yeye anafikiria mbele kutakuwa na ushindi. Ndio unakuta kwamba tumeingia maeneo ya vilio ambavyo Mungu hata mbinguni hakupanga hata kidogo. Bwana Yesu akusaidie sana unanisikiliza. Kuwa mwangalifu sana mtu wa Mungu, na ikiwezekana omba sana kwa kila jambo. Hata maandiko yanasema imetupasa kumwomba Mungu kila wakati, wala tusikome. Paulo alipokuwa anaandikia Timotheo akasema kabla mambo yote na tuombe dua kwa Bwana. We pray. Sasa angalia, sisi kama binadamu we do the opposite. Kabla mambo yote we don't pray, na mambo yote yakiharibika tunataka maombezi. Yani wanadamu tunafanya vitu vice versa. Mungu amesema kabla mambo yote uombe dua na sala kwa Bwana, lakini sisi tukitaka kufanya mambo yetu tunafanya tu. Unakuta tu ukitaka kufanya kitu wewe unafanya, hata uombe kikiharibika ndio nakimbia uombewe. Wakati mwingine I am always strict katika the truth. Mtu akinikujia na shida, kwanza namuuliza hiyo shida ndio ikupata, ulikuwa wapi? Kama ni kazi imeharibika, wakati ulikuwa unapata kazi nani kakuombea? Kama ni ndoa imeharibika, iko na shida, ndio mkashikana na huyo unasema mnasumbua, nani kawaombea? Ndio swali la kwanza. Ndio maadamu aelewe ya kwamba mateso mengi anapitia yeye mwenyewe ndio chanzo. Na ndio maana Yesu akikuja duniani hakusema mganga amekufunga, alisema repent for the kingdom is at hand. Maana repent means you are the problem. Wewe mwenyewe ndio shida yako. Ndio maana ya kutubu. Wewe mwenyewe ndio umeleta shida, so you need to repent. Kutubu ndio uunganike na Mungu tena, ndio uwe sababu ya baraka zako. Wakati mwingine huwa naambia watu kile tunawatafuta huko nje kiko ndani yetu, na kile tunaona kinaleta shida nje kimetoka ndani yetu. Mema tunayatafuta yamezuliwa na ndani. Mtu wa Mungu, angalia sana hatua gani unachukua maishani. Usifuate umati na usishawishike na jina la Mungu. Ati alitaja jina Mungu, nilimusikia akitaja mambo ya Mungu. Umeona Yoshefati, watu walisema, manabii 400 walisema Mungu atawapea ushindi, lakini ilikuwa ni uongo. Ukipata nafasi ukiendelea story utaona ilikuwa ni uongo. Na wakati walienda vitani, nataka nikusaidie pia watu Mungu, uwe mwangalifu sana. Maisha si vile unafikiria wewe. Wakati walikuwa kaenda vitani, Yoshefati na mfalme Ahabu. Ahabu alimwambia Yoshefati, wewe vaa nguo zangu, mimi nitavaa kawaida. Na hiyo mambo pia huwa inafanyika kwa maisha ya kawaida. Unaweza kuta wewe unaambiwa na kijana mwenzako, chukua hii yangu kavae.
wacha mimi nikavai yako, ama chukua hiki kiatu yangu uvae. Now unakuta we don't ask ourselves what is happening. And the end of it all, unakuta ile kiatu ulipewa imekuingiza mahali pabaya. Ile sweta ulipewa imekuingiza mahali pabaya, kwa sababu tunakosa uangalifu na tunakosa kuwa watu waombezi. So tuko mbali na Mungu, na hata common sense ya kawaida tunakosa. Ndio unakuta tumejikuta mahali pabaya. Lakini kwa sababu Yehoshafati alikuwa mtu anapenda Mungu, hata kama Ahabu alimpea mavazi yake na Ahabu akavaa kikawaida, maana Ahabu alijua tukienda vitani wale maadui watatafuta mfalme. So akajua nikimpea Yehoshafati nguo za mfalme watampiga yeye. Lakini Mungu hakukubali. Mtu wa Mungu ukikuwa mtu muombezi, hauwezi kupatikana kwa shida. Mungu hawezi kukuachilia. Hata mahali utapumazika atakusaidia. Ukikaribia Mungu hawezi kuachilia. He will help you. Lakini kama unakaa tu duniani, mambo yako unafanya tu, unataka tu yakiharibika ndio ukimbia pasta niombe. Pasta anaweza kuombea, lakini nataka nikukumbushe, hakuna pasta akona uwezo wa kujibu maombi. Hata aombe Kiingereza, aombe Kiswahili, aombe lugha ya mama, aombe kwa ndimi, ni Mungu peke yake anajibu maombi. Na huyo Mungu anajibu maombi akona rekodi yako yote. Anakujua kabisa. Anakujua kabisa. Anajua kila kitu. Kwa hiyo usidanganyike ya kwamba sasa mimi nitakaa hivi tu, alafu nikiona kumeharibika nitakimbia kwa nabii nimpe sadaka aniombee. Atakuombea, lakini Mungu anajua kila kitu. Ukipitia njia mbaya, ndio maana Paulo alisema akawaambia Wagalatia maneno haya ambao najua watu wengi wanayajua kabisa, lakini mistari hii imekuwa mistari ambayo tumeizoea sana. Lakini naomba mpendo uifikirie mistari hii na uchukue na uzito sana. Wagalatia 6 mstari wake ni mstari wa 7, anasema msidanganyike. Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Anasema tusidanganyike, kwa sababu Mungu hadhihakiwi. Kile mtu anapanda ndio hicho hicho atakachovuna. Kwa hivyo angalia, ukichukua njia mbaya kwa sababu ya wewe kudanganyika, kupumazika, kuangalia watu ni wengi, usifikirie mbele kutakuwa na mema. Wakati Kaini aliua ndugu yake, hakuna mema aliona hata kidogo, hakuna. Mtu wa Mungu, angalia sana. Angalia sana unafanya nini. Fikiria sana Mungu aliyekuumba. Na ufikirie sana huko unaenda huko. Huko mbele unaenda, mwisho kutaenda nini? Kutakuwaje? Matokeo itakuwaje? Na wakati mwingine mpendwa, ukiwa na mawazo mazito kwa habari ya hatua unataka kuchukua, Mungu ni mwaminifu sana, ni mwingi wa rehema. Usiku anaweza kuonyesha kama hiyo njia ni mbaya. Mungu wa mbinguni. Ni vile sisi hatunanga, hata Mungu mwenyewe aliambia Isaya, watu wangu hawafikiriangi. Sisi tukiwa tunataka kufanya mambo yetu hatufikiri. Yakiharibika ndio tunaanza kufikiria. Tukitaka kuchukua hatua huwa hatufikiri. Tunafanya vile tunataka sisi wenyewe. Tunatumia akili zetu. Lakini hatua zetu zikiharibika ndio utakuta mtu ana mawazo mengi. Amekaa mahali anawaza kwa sababu kumeharibika. Lakini wakati kulikuwa kuzuri, huwezi kumkuta akiwaza. Watu wa Mungu, tuangalia sana mtu wa Mungu na ujifunze kumuita Mungu. Yehoshafati alisema tuulize ushauri kwa Bwana. Let us ask counsel from God. Kuna mtu mwingine alipitia njia alifikiria ni nzuri na kukaribika sana. Anaitwa Daudi. Naomba nikupe mfano wake angalau na wewe pia ujiangalie sana. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 21. Mambo ya Nyakati wa kwanza 21. Maandiko yanasema mstari wa kwanza, tena shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi kuwahesabu wa Israeli. Basi Daudi akamwambia Yoabu na wakuu wa watu, nendeni mkawahesabu Israeli toka Berisheba mpaka Dani. Mkanipashe habari nipate kujua jumla yao. Na Yoabu akasema, Bwana na awaongeze watu wake mara 100 hesabu yao ilivyo. Lakini bwana wangu mfalume, si wote watumishi wa Bwana, lakini bwana wangu mfalume, si wote watumishi wa bwana wangu. Mbona basi bwana wangu analitaka neno hili? Mbona alete hatia kwa Israeli? Lakini neno la mfalume lilikuwa na nguvu juu ya Yoabu. Kwa hiyo Yoabu akaenda zake, akapita kati ya Israeli wote, akafika Yerusalemu. Naye Yoabu akamtolea Daudi jumla ya hesabu ya watu. Na hao watu wote wa Israeli walikuwa watu 1,100,000 wenye kufuta panga, na Yuda watu 470 wenye kufuta panga. Lakini Lawi na Benjamini hawakuhesabiwa.
miongoni mwao, kwa sababu neno la mfalme limemchukiza Yoabu. Daudi akiwa mfalme, mtu wa Mungu, maandiko yanasema, Petro mwenyewe alisema neno haya, akasema be alert and sensitive. Katika Petro wa kwanza, nataka niunganishe maneno haya. Petro wa kwanza 5, uwe na kiasi na uwe mtu wa kukesha. Kwa nini? Akasema kwa sababu shetani adui yetu anazunguka kama simba agurumaye akitafuta mtu wa kummeza. Kitabu cha Petro wa kwanza 5 mstari wake ni wa 8. Maandiko yanasema hivi: muwe na kiasi na kukesha, be sober and vigilant, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Sasa siku moja alizunguka akamkuta Daudi akiwa mfalme. Maandiko yanasema akamshawishi Daudi kuhesabu watu. Sio kila wazo unawaza ni safi, mtu wa Mungu. Sio kila mpango unapanga unavaa. Unahitaji kufikiria sana, na ufikirie na mindset ya Mungu, godly mindset, that what I'm about to do, does it please the Lord? Nikijikuta babaya, Mungu nikimuita atakuja. Kuna wakati nilikuwa natumia maneno ya kikawaida nikiambia watu ya kwamba Mungu ni Alfa na Omega. Kwa hiyo katikati ya kuangi hapo, katikati amekuachia wewe. Kwa hivyo kama hukumweka Alfa, basi hawezi kuingilia katikati. Kama vile tunasemaga sometimes, Mungu ingilia kati. Lakini nikawa natumia maneno tu yani low wisdom, nikiambia watu kwamba Mungu ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Kwa unahitaji kumweka mwanzo, akupe hekima, akupe nguvu, akupe kile unahitaji kutembea katikati, mkutana naye mwisho. Lakini watu wengi wanakataa kumweka Mungu mwanzo. Wanataka walikuwa wao ndio mwanzo, au marafiki ndio mwanzo, alafu wakijikuta katikati wamekwama, wamwambie Mungu, sasa Mungu wewe kuja sasa uingilie katikati. Na Mungu hawezi kuingilia katikati. Yeye ni mwanzo. Na ndio maana hata alituma Yeremia, akamwambia Yeremia katika Yeremia 6, enda waambie warudi mapito ya zamani. Warudi. Kwa hiyo kwa maana ukisimweka Mungu mwanzo, ukifika mahali ujikuta kwa shida, hawezi kukuja. Lazima utarudi mwanzo, uanze na yeye. Ndiye akupe nguvu na hekima na maarifa na uwezo wa kutembea katikati ukiwa mshindi mpaka mkutane mwisho siku ya hukumu. Sasa sio kila kitu unasikia kufanya kinavaa mtu wa Mungu. Mengine ni shetani ametupa ushawishi. Sio kila kitu unawaza kinavaa. Huwa mwangalifu sana, iko njia. Na mimi nataka nikusaidie zaidi, msikilizaji wangu. Kile kitu unasikia kinakufurahisha sana, yani mahali unasikia kuna furaha sana, mtu wa Mungu, omba sana. Hata ukiona kuna mtu yani unasikia furaha sana, kaa naye, amani sana, yani breakthrough sana, omba sana. Isiwe ni shetani anakushawishi. Najua maneno haya huwa yapendezi watu wengine, maana wengine ni siri za watu navumbua na watu wapendangi. Lakini mimi niko hapa nikuambie ukweli. Ukiona kitu kinakaa hata ni maneno ya Yesu, alisema kilichotukuka kwa wanadamu, kwa Mungu ni chukizo. Kwa Mungu ni chukizo. Kwa hiyo ukiona kitu ni kama kinakupendeza sana, moyo wako unasikia una furaha sana, kwanza mpendo, chukua hatua ya kufikiria sana. Na ikiwezekana omba sana, isije kawa ni shetani amekushawishi. Maana maandiko yamesema Petro anazunguka kama simba. Tunajua simba wa kabila ni Yesu. Kwa hiyo shetani anazunguka kama simba, anajifanya mwema. Alipoingia shamba la Edeni hakuonekana kama ni mbaya. Alionekana anapeana idea nzuri sana, kwamba mkikula mtakuwa kama Mungu. Na Hawa akakuwa convinced. Na ndio maana alikuwa blinded. Alipoangalia the second time, akaona kitu kibaki na kizuri, na akaamua kukula. Mtu wa Mungu, na isijui inawezekana saa hii kuna jambo umeambiwa unasikia raha sana, kuna mahali kuna dili mmepanga, unasikia sasa hii mambo itakuwa sawa. Mtu wa Mungu, chunga sana isiwe ni shetani amesimama vile alisimama kwa Israeli, akamshawishi Daudi ahesabu watu. Na Daudi bila kufikiria, bila kuomba, akaita Yoabu, akamwambia sasa muende muhesabu watu. Na zaidi ya yote, look at how God is so faithful. Yoabu aliyekuwa ametumwa, Yoabu kwanza alisikia hapana.
akajaribu kuongelesha Daudi, lakini Maandiko yanasema maneno ya Daudi yalikuwa na nguvu. Nataka nikusaidia sana, usiwahi kuwa the final say. Usiwahi taka maneno ulionena yasikilizwe. Yani yayo ndio maneno yako, hautaki mengine. Kwa maana angalia, Yoabu alikuwa anashawishika, anasikia hapana, kuhesabu Waisraeli haifai kabisa. Na akaongea, akauliza, bwanangu, mbona sasa tufanye mambo haya? Na akamwambia, kwa nini sasa ulete hatia kwa Israeli? Hapo angalia vile Mungu ni mwaminifu. Lakini Daudi akiwa mfalme akaonekana yeye ndio msemaji wa mwisho. Akishaongea ni hivyo. Kumbuka Abrahamu alikuwa anateseka. Na Abrahamu akaambia, msikize mke wako. Msikilize mke wako. Kwa hiyo ni kuonekana Abrahamu ni kama alikuwa mahali panaitwa mimi ndio kusema. Nikisema nimesema. Na kama ni wewe unaishi maisha kama hayo, utahangaika sana. Hata kama unasikia wewe uko sawa, unahitaji ushauri mpendo. Unahitaji kufikiria. Unahitaji kuomba ili uelewe hiyo njia nachukua ndio nzuri, inafaa, ndio bora. Isiwe ya kwamba ni shetani amejigeuza kuwa malaika wa nuru na uoni. Daudi, Yoabu akamwambia hapana. Na pia niongezee kitu hapo, mtu wa Mungu. Inawezekana saa hii mahali unasikilizia, kuna kitu unafanya na watu wengi wamekwambia hapana. Umesikia watu wanatashwishi sana na kile unafanya. Wana mashaka sana na ile njia umechukua, na ile hatua, na vile umeamua. Unasikia watu unasikia unakosolewa na watu. Usikubali kuwa self-centered. Yani wazungu wanasema top dog. Mtu ambaye akijiweka mahali hawezi toka hapo. Usikubali, mtu wa Mungu, kwa sababu angalia, Yoabu alisikia hapana na mpaka akauliza mfalme. Lakini Maandiko yamesema maneno ya mfalme alikuwa na nguvu. Kwa hivyo Yoabu ikabidi aende ahesabu watu. Mstari wa 7 unasema hivi. Mambo ya Nyakati wa kwanza 21 mstari wa 7. Neno hilo likawa baya machoni pa Bwana. Kwa hiyo akawapiga Israeli. Angalia sasa. Daudi alifikiria nikijua hesabu ya Waisraeli mimi niko sawa. Lakini hili neno limeandika sema likawa baya machoni pa Bwana. Likawa baya kabisa. Nini kinakupendeza na ambacho mbinguni ni kibaya kabisa, mtu wa Mungu? Ni hatua gani nasikia raha lakini mbinguni haujapanda juu kuuliza kama ni sawa? Iko njia ionekana kuwa nzuri machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia mauti. Ni njia ambayo itafanya usimame, ukose progress, ukae stagnant, na ukuwe mtu wa huzuni, mtu ambaye hana furaha tena, hana amani tena, mpaka mtu ambaye atakuwa anasikia afadhali nikufe. Na hii yote si eti ni Mungu alipanga, ni sisi wenyewe tunakosa kuwa waangalifu. Petro amesema muwe na kiasi na mkeshe. Yani usiwe mtu ambaye anakuwa easy kufanya mambo, mtu ambaye anakuwa tu rahisi kukubali mambo, na mtu ambaye akisema amesema. Lazima kuwe na gapo, mtu wa Mungu, ya kufikiria na kuomba. Ndio usije ukajikuta mahali ambapo Daudi amejikuta mahali hapo. Mstari wa 8, naye Daudi akamwambia Mungu, nimekosa sana kwa kuwa nimelifanya jambo hili. Lakini sasa uondolee mbali na kusi uovu wa mtumishi wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Naye Bwana akanena na Gadi mwonaji wake Daudi akasema, nenda ukanene na Daudi ukaseme, Bwana asema hivi, na kuwekea mambo matatu, katika haya ujichagulie moja, na nikutendee hilo. Basi Gadi akamwendea Daudi akamwambia, Bwana asema hivi, jichagulie upendavyo, miaka 3 ya njaa au miezi 3 kuangamia mbele ya adui zako, ukipatwa na upanga na watesi wako, au siku 3 upanga wa Bwana, yani tauni katika nchi, na malaika wa Bwana akiharibu kati ya mipaka yote ya Israeli. Haya basi ufikiri ni jambo gani nimrudishie yeye aliyenituma? Naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana. Basi sasa na nianguke katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi sana, wala nisianguke katika mkono wa mwanadamu. Angalia sasa, Daudi amejipeleka kwa shida, ameleta mateso, amepewa vitu vitatu ambavyo ni vigumu sana, yani hakuna moja iko na amani. Ndio unakutanga mtu anakuambia ati pasa sina amani kabisa, sijui nifanyeje.
Ni kwa sababu ya kama hizi, kufanya mambo bila kufikiria. Na hata wakati mwingine unasikia maonyo, unasikia mtu anakukosoa na unamwambia wewe ni nani? Unaniambia kama nani? Maisha ni yangu. Kumbe unapotea mtu wa Mungu. Kumbe unajipeleka mahali ambapo utatamani sana siku zirudi nyuma, miaka irudi nyuma, lakini itakuwa imeshapita. Wapendwa, angalia sana, usiingie kwa mashaka. Daudi akasema nimeingia mashaka. Kwa nini uingie mashaka, mtu wa Mungu? Na hiki kisa kilikuwa cha hatari sana. Malaika wa Bwana alisimama akapiga Israeli sana tauni. Watu wengi walikufa. Ikabidi Daudi akaenda akatoa dhabihu na akamsihi Bwana kabisa. Sasa stagnation inaingia maishani kwa sababu kama hiyo. Kwa sababu ya sisi kushawishiwa na shetani. Wengine waliota tu ndoto, hawakuuliza kama ni ya Mungu. Ukaota tu mama mkwe ni mchawi, na wewe huyo ukabeba virago kaenda. Hata kuomba uulize Mungu kama ni ukweli, alete mara nyingine, wewe ukutaka. Ndoto moja ukakimbia. Sasa unakaa bila ndoa. Unasahau ya kwamba shetani anakuanga bioni, akitafuta mtu wa kummeza, na anatembea kama simba agurumaye. Na inawezekana masayo umekosana mamukwe, ndio unaota ni mganga, ni mchawi, na kumbe hata si mchawi. Ni shetani ametembea, amekushawishi. Na unakuta ndoa yako umeacha. Mwisho unakuja kuona kumbe hakuwa mchawi, na sasa siku zimeshasonga. Watu wa Mungu, iko njia ionekana nzuri. Daudi aliona kuhesabu watu ni kuzuri sana. Lakini kumbe mbinguni kulikuwa na hasira inashuka. Sijui nini unasikia sasa ni kizuri kwako, lakini kumbe mbele yako kuna ghadhabu inakuja. Kuna mashaka yanakuja. Kuna hatari inakupata. Lakini wewe unaona ni sawa kabisa. Lakini kumbe mbele kuna hatari. Kumbe mbele kuna vilio. Mtu wa Mungu, fikiria sana mtu wa Mungu. Na inawezekana Mungu amekuhurumia sana mpaka amekuwekea mtu karibu na wewe. Anakuambia hapana, sioni kama hii ni nzuri. Na wewe unamwambia wewe acha uoga, wewe twende. Lakini anakuambia hapa vile ambavyo Yoabu aliambia mfalme hapana. Hii mambo ya kuhesabu watu italeta shida. Lakini mfalme akakuwa yeye ni final say. Unawezekana wewe ni mwanaume, mke wako anakuambia hapana, sioni kama hivi ni vizuri. Na wewe unamwambia wewe ondoka, acha kuniongelesha. Mwanamke haongeagi wanaume wakiongea. Na anakuambia hapana, hii mambo unafanya si nzuri. Na wewe unakuta hebu angalia vile Mungu anatupendanga. Hakuna mtu anapoteanga bila Mungu kumuonya. Kila mtu anayepotea kwanza lazima Mungu atamtumia maonyo. Amuonyesha hii njia unapitia si nzuri. Lakini kwa sababu ya mwanadamu kufungwa macho, na pia ile spirit ya kukataa maonyo imetawala watu wengi sana. Watu wengi hawapendi kukosolewa. Hawapendi kuambiwa hili ni kosa. Watu wengi wanapenda tu waunge mkono. Waambiwe mambo ni sawa, wewe uko sawa, kumbe tunapotea. Angalia Mungu alipenda Daudi mpaka akasababisha Yoabu akamwambia hapana. Lakini Daudi akaendelea. Angalia shida ikaingia Israeli. Watu walikufa sana Israeli. Malaika wa Bwana aliharibu Israeli, watu wakaangamia kabisa. Kwa sababu ya kufikiria unafanya vizuri. Watu wengine, familia zetu zinazokuwa zinahangaika. Watoto wetu wanazokuwa wateseka. Kazi inazokuwa imeharibika. Ni kwa sababu ya vitu kama hivi Daudi alifanya. Kuchukua njia bila kuuliza kama inapendeza Mungu. Na hata unakatazwa na wewe unaona kama uko sawa. Watu wa Mungu, ukiona mtu anakukataza kitu, usifikirie. Wakati mwingine tunafikiria ni wivu, lakini ni vizuri kuomba Mungu. Ni vizuri pia wewe mwenyewe kujitafakari. Unafikiria, unauliza ni kwa nini akanikataza? Maana kila kitu hakifanyiki bure, mtu wa Mungu. Kuna kuanga na lengo. Kuna kuanga na sababu. Angalia sana usichukute mahali ambapo utasema na kuna siku nisikia tu. Hata sasa hivi na uhubiri hivi. Uangalie sana usiseme na kuna pastor alihubiri kwa redio, mbona sikusikia? Mbona sikufuata? Itakuwa ni hasara, mtu wa Mungu. Itakuwa ni hasara. Utajiingiza kwa mashaka na utakosa mlango wa kutokea. Lakini Mungu ametupea maneno yake. Ndio na sisi tujichunguze. Ndio na sisi tujiangalie.
Mtu mwingine ambaye alifanya the same mistake anaitwa Sauli. Sauli akatumwa mahali. Sauli akatumwa aende akaue Waamaleki wote kwa sababu walikuwa wamemfanyia Mungu dhambi. Na Sauli kweli alienda. Lakini Sauli kuvika, Sauli akafuata ushawishi wa watu. Watu waliotembea naye, angalia sasa wanatembea na kina nani? Wakaangalia ng'ombe nono wakasema tusiziue. Wakaangalia mbuzi nono, kondoo nono wakasema hizi tusiue. Na wakajifariji wakisema tutamtolea Mungu dhabihu. Vile wengine wetu watu tunajifariji. Tukisema bora nitoe sadaka kanisani, bora nipeleke fungu la 10. Lakini je, hiyo njia inavaa? Ndio njia inayostahili kweli? Sasa Sauli akafanya mambo hayo. Na Sauli akawacha ng'ombe nono, akasema nitamtolea Mungu sadaka. Iko njia ionekana kuwa nzuri mbele za macho ya Mungu mwanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Akasema nitamtolea Mungu sadaka. Lakini Mungu alikuwa amesema waende waangamize kila kitu. Lakini yeye alijifariji kivyake, akaona nikitoa sadaka. Na hicho kitu kimetawala watu wengi sana. Watu wengi wamedanganyika. Wanaona nikichukua sadaka nipelekee mhubiri, niweke kwa bahasha, mimi niko mbele, akiniombea tu mambo iko sawa. Unasahau ya kwamba Mungu kabla ya maombi ameweka sheria zake na amri zake, ambapo ndio maombi yako yafike, ndio sadaka zako zikubalike. Lazima umetembea katika amri za Bwana na katika sheria zake. Daudi akasema maneno haya hapo Zaburi 106 mali tulikuwa tunasoma katika mwanzo utangulizi. Akasema maneno haya Zaburi 106 huo mstari wa 3, anasema heri washikao hukumu na kutenda haki siku zote. Heri ni watu ambao wanashika hukumu na wao wanatenda haki siku zote, every day. Lakini tunaweza kuingia udanganyifu kama ule wa Sauli. Akaona nikitoa dhabihu sasa itakuwa sawa. Lakini sheria ya Bwana ameivunja. Amri ya Bwana ameivunja. Ile hukumu ya Bwana ameivunja. Sasa yeye akaona nikitoa dhabihu ni vizuri. Lakini angalia hiyo njia alikuwa anafikiria ni nzuri. Maandika anasema kupitia hiyo jambo Mungu akasema amekataa Sauli na akachagua mtu mwingine. Tunaweza kuingiwa mahali pa kukataliwa, sio kwa sababu tulikuwa tufai kukataliwa, ni kwa sababu sisi tumejifariji, tumepitia njia ambayo inakaa nzuri, na ili hadi tunaelewa kwamba hivi haifai, lakini tumejifariji kitu fulani. After all nitafanya kitu fulani, after all nitafanya kitu fulani. Unajifariji lakini unaelewa hii mambo nafanya si nzuri, lakini kuna vile unajifariji kivyako, basi inafika mahali pa kukataliwa. Sauli akakataliwa. Hiyo ni Samueli wa kwanza 15. Ukiwa na nafasi unaweza kujisomea. Sauli akakataliwa. Na akakataliwa kabisa kwa sababu ya kusikiliza watu na kuona na kujifariji kwamba nikitoa dhabihu kutakuwa kuzuri. Sikiza Samueli wa kwanza 15 mstari wa 20, usikie vile Sauli alisema. Yaani Mungu atusaidie sana. Samueli wa kwanza 15:20. Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana. Nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Ila watu, angalia sana, Yesu mwenyewe alisema be aware of men. Verse number 21, ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Ila watu, mpendwa msikilizaji, angalia sana. Kuna njia inaonekana nzuri, kuna ushauri unaweza pewa na mtu usikie hii ni safi sana, lakini kabla uchukue hatua ya kutumia ushauri ule, kwanza fikiria pia kivyako na uombe sana kwa habari ya hicho kitu unataka kufanya. Usije ukajikuta mahali Sauli alijikuta. Akasema mimi nimetii, lakini wale watu nilikuwa na wao waliona ni afadhali wachukue kondoo na ng'ombe wazuri wakuje watolee Mungu sadaka.
Verse 22 maandiko yanasema, naye Samueli akasema, je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia ushauri kuliko mafuta ya beberu. Lakini Sauli alikuwa anaona hiyo ni njia nzuri. Ukirudi nyuma utaona Sauli alikuwa ndio amechukua hiyo dhabihu ametoa. Kwa hiyo aliona, alikubaliana. Sijui ni unaweza kumekubaliana na nani ambaye kila amekuambia kinakaa kizuri sana, lakini kumbe ni njia ambayo kesho usisahau kufikiria mwisho wako, mtu wa Mungu. Kila kitu ufanyacho, naomba Mungu akusaidie sana uwe na akili ya kufikiria the end. What is the end of this? Because it can seem to be good in the beginning, but the end, it can be so sorrowful, painful, full of reject, full of suffering, kwa sababu ya kukosa carefulness and prayer. Sasa Sauli akasema, watu, mtu wa Mungu, angalia sana watu wanakuambia nini, wanakushirikisha nini. Usikubali kubebewa akili na mtu. Ni vizuri kuwa na principle yako ya kwamba nastahili kujisimamia kivyangu na kujiweka pia mbele za Bwana, ndio nikajue hiyo njia kama inafaa. Ndio maana Yoshafati alimwambia Ahabu, lakini tuombe ushauri kwa Bwana. Yeremia kuna maneno alisema ambayo nataka ni kusomea angalau na uendelee kupambanua akili yako. Nikiunganisha na yale mambo ya Sauli kwamba watu. Kwa hivyo Sauli ni kutia alitii, lakini alisikiliza watu. Alifuata watu. Na akakubaliana na watu ya kwamba kuchukua hiyo na kutoa dhabihu hata Mungu atafurahia. Kuna vitu ambavyo tunajifanyia sema hata Mungu ataelewa. Hata Mungu anajua sina ubaya. Lakini mpendwa, what God said is a sin, it is always a sin. Usiwahi jivalia ati hata Mungu anajua. Hata Mungu anajua sina ubaya. Hata mtu wa Mungu usijifariji. Kila unajua ni kibaya, hata kama ni wapi, wachana nacho. Hata kama mtu mwingine atageuza. Kuna maneno kwa Biblia wahubiri fulani ugeuza, na wakaanza kusema hiyo ilikuwa ni wakati wa Wakorintho, hiyo ilikuwa ni. Lakini mpendwa, neno la Mungu halikuandikwa kwa Wakorintho tu, liliandikwa kwa watu wote, na limebaki kwa Biblia kama mifano kwa sisi tunaoishi leo. Lakini kuna watu wanageuzanga mahali kuna maonyo na sheria fulani kalikali, wanasema hapana, hapo ilikuwa ni barua ya Wakorintho. Mtu wa Mungu, iko njia ionekanao kuwa nzuri, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Angalia sana usije ukawa umejiweka kwenye hiyo njia. Usifuate watu, mtu wa Mungu, kwa sababu maneno walionena ni matamu. Ama ile dini ni nzuri sana, kuna kafaida kuna kabla nisome Yeremia, nimekumbuka Methali. Hebu nikusomee, naona muda wangu nikuisha unaisha. Naomba tu nikusomee Methali kwanza kabla nisomee Yeremia, tunapoendelea kumalizia somo la siku ya leo. Natumai ya kwamba unajitafakari, unajifikiria, mtu wa Mungu. Katika Methali 1 mstari wake ni wa 10, sikiliza maneno haya. Methali 1 mstari wa 10. Tunaongea habari ya watu. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Wakisema haya, njoo pamoja nasi na tuvizie ili tumwage damu. Tumuotee asiye na hatia bila sababu. Tuwameze hai kama kuzimu, na wazima kama wale washukao shimoni. Tutapata mali yote ya dhamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Wewe ukishirikiana nasi, tutakuwa na vitu hivi vyote shirika. Wewe ukishirikiana na sisi, hivi vitu tutagawana. Tuwadanganye tu, mshahara ni shilingi 1,000, alafu hii 500 ya juu, ukiuliza wewe ukaze useme ni 1,000, tutagawana. Lakini jiulize mwisho wake kutaendaje? Wakati mwingine tunafikirianga tunagawana pesa, lakini tunagawana laana. Wakati mwingine tunafikiria tunagawana vitu, lakini tunagawana vizuizi. Kuna wakati nilikuwa nahubiria watu mambo ya vitu vyako, possessions zako. Nikaambia watu, unaweza kuwa na TV kwa nyumba yako, unapiga magoti unaomba, na hiyo TV inakushtaki, kwa maana vile uliipata sio njia inafaa. Unaweza kuwa na meza na kabati ya bei kali sana,
Lakini ukianza kuita Mungu, hiyo meza na kabati inakuhukumu, inakushtaki, kwa sababu kupata kuvile ulipata au kumiliki kwa njia inavaa. Na unaona Mungu anasema kuna kuanga na masaa wanadamu ushawishi wenzao, kama vile walimshawishi Sauli, wakamwambia tuchukue hii tupelekee Mungu sadaka. Na Methali anasema watu wakikwambia tutashirikiana, tutashiriki, yani tukiiba hii, tukifanikiwa kutoka na hii tutagawana nusu nusu. Basi namba 15 nasema mwanangu, usiende njiani pamoja na wao. Uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Mungu anakuambia zuia mguu wako. Usikubali kwenda kwa hiyo njia, hata kama wamekushawishi aje, usiende kwa hiyo njia. Kwa sababu unaweza kuambia tutagawana. Ni njia inakaa nzuri sana, mtagawana, lakini mpendwa, mwisho wake ni njia ya mauti. Kuna watu wanabeba laana kwa sababu ya vitu kama hizo. Waligawana vitu vya wizi, waligawana pesa za kunyang'anya mtu, waligawana vitu ambavyo mtu alilia machozi, mwingine hata alimwaga damu, wakagawana wao. Sasa they are carrying a curse in the, wanateseka leo kwa sababu vitu kama hivyo. Na ni njia waliona ni nzuri sana. Mtu wa Mungu, angalia sana watu. Kuna njia inaonekana nzuri, una ushawishi watu wanaanza kupea, unasikia ni uzuri sana, mpaka wanakuambia vile mtasaidiana. Lakini mtu wa Mungu, usikose kuwa mwangalifu na usikose kuwa muombezi. Usije ukajikuta mahali ambapo utasema ningejua singekubali kufanya hivi. Yeremia 13, maneno haya yaweke maanani pia. Mtu wa Mungu, kuna njia inaonekana nzuri, lakini mwisho wake ni mauti. Angalia, usipitie njia hiyo. Mwaka ni mpya bado, mwezi tunaelekea wai. Angalia sana mtu wa Mungu, usipitie hiyo njia. Kuwa mwangalifu, kuwa mwombezi, na usikubali kubebewa akili na mtu. Usikubali kufuata mtu mwingine. Usikubali kusikiliza watu na kukosa kuchukua yale wamekuambia na kuweka mbele za Mungu. Hata ukiwasikiliza watu, yale wamekuambia beba, weka mbele za Mungu. Kuomba, pray, ndio usije ukajikuta mali mabaya. Yeremia 13 mstari wake ni wa 21, anasema utasema nini wewe utakapoweka rafiki zako kuwa kichwa juu yako, ikiwa wewe mwenyewe umewafundisha kuwa juu yako? Je, huzuni haitakushika kama uchungu wa mwanamke aliye katika kuzaa? Mungu anauliza utasema nini wewe? What will you say wakati umekubali kufuata watu? Kama vile Sauli alifuata watu. Lakini ukisoma maneno hayo chapter 16 of 1 Samuel, utaona Sauli aliteseka, na wale watu walimwambia tuchukue hizi vitu tutoe sadaka. Hawakuwa naye, walikuwa wanakaa salama, na Sauli anateseka. Naye Mungu anasema kupitia Yeremia, anasema wewe utafanya nini kama utakubali marafiki zako wakutawale? Wakikwambia kitu unafuata, wakikwambia kitu unafanya. Mungu anakuambia utafanya nini wewe? Kama umewafundisha rafiki zako ndio the final say, ndio kusema rafiki yangu ndio aliniambia, hata rafiki yangu amefanya hivi, yako sawa. Kuna msichana mmoja alikuwa anaambia mama yake, hata si fulani aliacha shule na anakaa vizuri, alikuwa amekataa kwenda shule. Yani kuweka marafiki kichwa mbele yako. Mungu anasema huzuni itakushika kama uchungu wa mwanamke aliyekataa kuzaa. Na ni kweli Sauli aliteseka mpaka akajikuta kwa nyumba ya mganga. Mpaka alikufia kwa nyumba ya mganga akiwa amekataa kula. Uchungu hali ya juu sana. Na ni kwa sababu tu ya kufuata njia inayoonekana kuwa nzuri, na kumbe mwisho ni mauti. Na ni kwa sababu ya kukubali ushawishi wa marafiki, ushawishi wa watu. Mtu wa Mungu, even if people say it is a good way, don't follow it unless you have given yourself into a deep thought, and until you stand before God in prayer concerning what people have told you. Kwa sababu shetani anazunguka na anaingianga ndani ya watu na anavanga sura ya utukufu, lakini kumbe mbele kuna video vinafuata. Mtu wa Mungu, jichunguze na ujifikirie. Uangalie sana. Inawezekana pia wewe watu wa kawaida, watu tu marafiki wamekwambia usijali, twende, hata unaambiwa mpige, lakini kuna mtu aliambiwa mpige, sasa ambekojera, na wale walimwambia mpige, sasa wanakaa salama. Akojera, familia yake inateseka, na aliambiwa mpige, gonga kabisa, usimhurumie, akapiga mtu.
saa hii ako jela. Mtu wa Mungu, iko njia inaonekana nzuri machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Jifikiria sana maisha yako vizuri. Take a look at your life. Hata shida zile uko nazo saa hii, asilimia kubwa utaona ni wewe tu ulijiletea shida hizo. Maana kuna mahali ulikuwa unasikia napotea, kuna mahali uliambiwa hapana, lakini wewe ulibumbazika na ukaamua. Lakini there is still hope. There is still hope. Maandiko yanasema zamani za ujinga Mungu alijifanya kama haoni, lakini saa hii anawaamuru watu wote wa kila mahali watubu. Kwa hiyo mpendwa, kuna nafasi ya kutubu. Lakini kuna shida ambayo inapata wanadamu siku ya leo. Wanadamu wengi hawataki kuwa open. Hawataki kabisa. Watu wengi sana hawataki kuwa wazi. Na nafasi ipo. Wakati Daudi alijikuta kwa shida, alikuwa wazi. Ukiendelea kusoma maneno hayo utaona alikuwa wazi, akamwambia Mungu, mimi nimekosea. Hata akaambia Mungu, afadhali uniue mimi kuliko uue watu. Daudi akakuwa wazi na Mungu akamsamea. Lakini pia kuna shida inatupata sisi wanadamu. Hata tukijua sisi ndio tulileta shida zile tuko nazo, we cannot speak the truth. Hatutaki kujiweka wazi tuongee ukweli. Na hiyo ndio shida kubwa mwanadamu ako nayo. Na ndio maana tunaendelea kama mateso, wakati Mungu ni wa huruma, wakati Mungu is a God of second chance. Sisi tunaendelea kuhangaika tu, tukisingizianga tu mganga na mchawi. Kumbe kuna vile wewe unajua ulifanya. Kuna vile unajua ushirikiana kina fulani. Unajua tulichukua kitu ya fulani, ndio hii shida ikatupata. Lakini hata hivyo Mungu anakungojea utubu, angalau akusaidie. Unakuta wewe umefunika kabisa, umenyamaza kabisa. Umenyamazia, hata ukaulizwa unasema mimi sijui, nilichikuta tu hivi, sielewi kunaendanga aje, nastukianga tu mimba imetoka. Lakini wewe unajua vile ulifanya, ndio ukaanza mimba kutoka. Na Mungu ako tayari kusaidia. Lakini nakuta hata hiyo njia mbaya ni kama vile Kaini. Kaini aliuliza swali simple sana. Akauliza, where is your brother? Lakini Kaini alijibu kimadharau. Akasema, mimi kwani ni mlinzi? Na sometimes tunakanga hivyo sisi. Unakuta Mungu anakuuliza, Mungu anakuweka mahali, anakuonyesha makosa yako. Lakini wewe kuwa wazi unashindwa. Unakosa kujifungua mbele za Mungu wako. Na ni Mungu wa rehema. Akasema Yoeli 2:12, lakini hata sasa nirudieni, rarueni mioyo yenu. Na akasema Mungu ni wa rehema, anaweza gairi mabaya na akatenda mema. Inawezekana umenisikiliza na umesikia wewe, kumbe nimepotea njia. Unauliza sasa nifanyeje? Ni wakati ufungue moyo wako, uweke wazi, ukiri makosa yako wazi. Useme kile mlifanya na wale mabeshte zako. Useme vile mlishirikiana kufanya kitu fulani. Uweke wazi, usijifiche. Mtu akijificha hawezi barikiwa. Hata maandiko yanasema afichaye dhambi hatafanikiwa. Lakini mtu anayesiungama na kusiacha ndio anapata kibali mbele za Bwana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, na kusi kwa huruma za Mungu, inawezekana umesikia neno nasema, kumbe mimi mwenyewe nimepotea, sasa nitafanyaje? Usikate tamaa, lakini fungua moyo wako, weka mambo yako wazi kwa Mungu, tubu dhambi zako, ukimaanisha Mungu atakuachilia, atakusaidia, atakutetea, atakupigania, atakurehemu, atakufanyia urejesho na atakupa mpaka akili. Ndio kesho yako hautachukua mistake kama hiyo. Hautafanya mambo kama hayo. Mpendwa msikilizaji, Mungu yuko tayari kutusaidia. Yuko tayari kabisa. Hata kama tumepitia ile njia ambayo tumesikia, ambayo inawezekana sasa hivi uko kwa mauti tunaongea. Uko hapo unasema, ningejua singefuatana na huyu mtu. Ningejua singeshikiana na huyu. Ningejua singefuata hawa. Ningejua singewatumia pesa zangu. Sasa nitafanyaje? Unawezekana uko hapo ulifuata njia ulikuwa unafikiria ni nzuri, lakini ni njia mbaya. Sasa mpendwa, Mungu yuko tayari. Wewe kubali kufungua moyo wako. Fungua moyo wako. Maandiko yanasema if we confess our sins, God is faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kama tukiungama dhambi, Mungu ni mwaminifu, atusamee na atutakase na maovu yetu yote. Kwa hiyo mtu wa Mungu, fungua moyo wako, weka wazi, tubu dhambi zako, usifiche kitu ndani yako, na kuanzia hapa kuwa mwangalifu sana unafanya nini. Hata marafiki zako waangalie sana. Hata wale umezaliwa na wao waangalie sana. Usifanye kitu kwa sababu ya fulani, lakini kuwa na masaa ya kufikiria, kujaribu kitu kabla ya kufanya.
na ukuwe ni mtu wa kuomba, uwe mtu ambaye anaomba Mungu. Na tukiomba tuache tu kuambianga Mungu, Baba nibariki, Baba nisaidie. Ni vizuri kuuliza Mungu, naenda wapi? Nini nafanya? Ninapitia njia gani? Hapa nitafuata mema. Wakati mwingine ni vizuri kuuliza ushauri, because most of the time wakati mwingine tunaomba tu mambo, tunaomba tu pesa, tunaomba tu mahitaji, lakini hatuombi ushauri kwa Bwana. Hata wewe unayenisikiliza nikikuuliza, sasa hivi tuko mwezi wa 3 unaisha, the last time wewe kuomba ushauri wa Bwana ilikuwa lini? Utakuta maombi tunaombanga tu ni Baba nipe hiki, nibariki, niinue, nifungulie milango. Lakini kuuliza Mungu, sasa Baba nitafanyaje hapa? Hapa naweza kuwa napotea. Hivi naweza kuwa nafanya njia isiyofaa. Huyu rafiki yangu anaweza kuwa ananipoteza. Hii biashara inaweza kuwa na siendi mali. Watu kuuliza ushauri, watu wengi hawaulizi. Sisi ni kuambia Mungu atubariki. Na wakati mwingine njia tumechukua ni ile mbaya kabisa. Ni vile shetani ametufunga macho, hatuoni mbele. Mungu akusaidie sana. Ndio tunapomalizia, naomba Mungu akusaidie macho ya roho ufunguke, na akujalie neema ya kumuuliza Mungu ushauri kwa kila kitu ambacho unafanya. Naona muda wangu umekwisha. Bwana abariki sana, watendee mema. Najua maneno hayo kuanzia wiki iliyopita mpaka leo, najua hayo kama ulikuwa unasikiliza kuna kitu umesikia. Nataka tuweze kumalizia kwa maombi. Mungu atusaidie sana, tusipitie hiyo njia mbaya ambayo inakaanga nzuri. Atusaidie tu na atuepushe nayo, na atupe neema ya kumuomba yeye ushauri kwa kila jambo. Maana ulipo tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele, ninasema ni asante kwa neema yako na rehema zako usiku wa leo. Asante kwa sababu ya neno lako la siku ya leo. Asante kwa wale umegusa wakasikiliza Jehova. Ninakushukuru kwa maana ninaamini ya kwamba neno lako limefika mahali na limeweka Baba mtu katika hali inayofaa Jehova. Ninaamini kuna watu wanakurudia na kuna watu wamepata hekima. Na Jehova, najua unaenda kutenda mema, kwa maana wewe ndiye Mungu mwenye nguvu. Utusamee tu na ututakase Jehova, na utupe hekima na maarifa. Na ile njia inakaa nzuri na ni mbaya, tufungue macho maifadhi, kwa maana sisi ni vipofu. Tufungue macho, tusije tukalia Bwana, tusije tukaishi maisha ya regret. Tufungue macho na ukatukirimie ile neema ya kukuomba ushauri. Wakati mwingine tunakuomba tu mahitaji, tunakosa kukuomba ushauri, na wewe umesema tuombe tutapewa. Baba, tusaidie hata wakati mwingine tukakuomba ushauri Jehova, ili kama kuna njia tunapotea ukatupe ushauri my Father, na utupe mioyo ya kuweka mambo yetu wazi, tusio watu wa kujifichia mambo Bwana, kwa maana wewe unasema mwenye moyo safi huyo ndio utakayemsaidia. Tujalie neema hiyo, maana unaweza Bwana. Na waombea wasikilizaji, wabariki, wainue na kuwatetea, usiwache wapotee. Wale wajoka Bwana waokoe, waliokoka Bwana wasimamishe. Na kama kuna mtu ana mashida amesikiza injili hii Bwana, kupitia kusikiza kwake, mkono wako wa rehema ukanyoshe maishani mwake usiku wa leo Bwana. Neno lako linasema kilio kinaweza kuwa usiku, lakini furaha inakuja asubuhi. Wacha usiku akawa usiku mapinduzi maishani mwake Bwana. Akiamka Bwana, amke na baraka na amani na utukufu na hata ushindi na sifa zitakurudia Jehova. Tumekataa mikasa mikosi usiku wa leo, maroho ya kishetani, minuka, waganga, wachawi, washirikina, chochote kia shetani tunakemea kikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Damu yako ifunike maisha yetu, ifunike nyumba zetu, ifunike maeneo haya Baba. Kabariki studio hizi, kabariki wahusika wote, maana wewe ni Mungu Bwana. Ukipanua mipaka ya studio hizi Jehova, kwa maana nguvu ni zako. Tumejiacha mikononi mwako, damu yako ikatufunike, kanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Bwana wa amani akubariki sana, msikilizaji mpendwa, akutendee mema, akulinde na akupe nafasi na uwezo wa kushinda yote. Majina yangu ni Pastor Isaac, kanisa ni Holy Way Ministries, kwa mitandao ni Holy Way Kenya, na namba yangu ya simu 01 17 12 64 84 01 17 12 64 84. Unaweza kunipata kwa mawasiliano baada ya kipindi, na itakuwa ni baraka sana. Tutaonana wiki ijayo kwa mapenzi yake Bwana. Ubarikiwe sana. Amina.